jeshi la polisi liache siasa. Sasa hivi wameacha kabisa majukumu ya polisi. Yaani polisi ni typical political body. Yaani kama wanaweza basi msajili awape usajili, tujue ni chama cha siasa, ili tuelevate hata migambo kwa hatua ya dharura. Tujue migambo hao ndio wawe polisi watusaidie. Kwa sababu polisi sasa hizi ni kama jumuiya ya vijana ya CCM. Ambao kazi yao kubwa ni kudhibiti, na ndio maana ukiangalia utendaji wao wa kazi, kila anayekuwa mpinzani wa kweli wa CCM anakuwa mpinzani wa kweli wa polisi. Umewahi kuona hicho kitu? Jaribu kutafuta kwamba unapokuwa mpinzani wa kweli wa CCM unakuwa automatically unajikuta ni mpinzani wa kweli wa polisi. Kwa hiyo polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi kwa utendaji wao wa kazi, matendo yao na namna wanavyowajibika. Na ndio maana kazi kubwa wanafanya kupambana na Chadema, au mtu anayehisi anaongea au analingana na kushabihiana na Chadema. Ile ni tatizo kwa jeshi la polisi. Ndio maana unaona makosa yale wana CCM amewahi kutamka kwamba watu wauawe, watu wapotezwe, kiongozi mmoja wa CCM. Polisi hawajawahi hata kumuhoji. Kwa sababu CCM wanaweza hata kunyofoa maini akakuua. Polisi asifanye chochote kwa sababu polisi anafurahishwa na kila kinachofanywa na Chama cha Mapinduzi, ila anakerwa na kila kinachofanywa na watu wengine wanaoipinga CCM. Kwa mimi ukiniuliza polisi kwa sasa, nitakwambia polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi kwa namna wanavyofanya. Yaani de jure ni chombo cha ulinzi na usalama, lakini de facto jeshi la polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Mimi ningefikiri wangejifunza, warudi kule alikokuweko Saidi Mwema. Wajifunze kwa sababu Saidi Mwema si yuko. Waende tu wakajifunze kwa sababu sio lazima ujue kila kitu. Ukikosea rudi kwa waliotangulia na kufanya vizuri, waulize wakusaidie. Saidi Mwema yupo, ni mtu mwenye nguvu bado na afya. Ni vizuri viongozi wa jeshi la polisi wangeenda kule kujifunza. Aliandaa hata kanuni nzuri za uchaguzi. Zilikuwepo namna ya ushiriki wa polisi katika uchaguzi, Saidi Mwema. Lakini zote zinatumika kama toilet paper. Hawatumii mambo kwa uweledi. Kwa hiyo polisi ni shida. Imekuwa sasa hivi ikifanya kazi kisiasa zaidi kuliko kiuweledi. La pili uliniuliza ni kumueleza kwamba kazi zetu, kwanza nilimuelekeza kwenye page zangu. Mimi page zangu ziko Twitter verified na Facebook verified. Na katika page hizo kuna msimamo wangu mimi na uamini kuhusu muungano, ambao mimi ni msimamo wangu na uamini kwa sababu nimeufanyia utafiti. Na tuliwaeleza kwamba hata ukiangalia senior Kaba Mpoki ni wakili most senior hapa nchini na amefanya mambo mengi makubwa sana katika tasnia yetu ya haki za binadamu. Sio mtu wa kukaa WhatsApp kumobilize vijana. Kwanza atamobilize vijana kwa lugha gani? Kwa namna unavyoona kwa umri wa mzee Mpoki. Kwa hiyo tuliongea na ZCO na kumueleza kwamba sisi tunachotekeleza ni wajibu wetu kama mawakili. Tunapowawakilisha watu mahakamani ni wajibu wetu kwa sababu wanastahili kuwakilishwa kulingana na ukubwa wa makosa yanayowakabili. Tukamweleza kwamba hata wauaji tunawawakilisha mahakamani. Sio kwa sababu tunapenda uuaji, lakini ili haki itendeke. Kwa hiyo mara zote wakili anapofanya kazi sio lazima awe anaunga mkono kile kilichofanywa na mteja wake. Vinginevyo basi wakili wa mbakaji na yeye ni mbakaji, wakili wa jambazi na yeye ni jambazi. Kwa hiyo tulizungumza hayo maeneo, tukamueleza, naamini alituelewa na ndio maana alituruhusu tuondoke. Kwa hiyo sisi tuseme kwamba si vizuri jeshi la polisi kutubambika au kubambika watu makosa au kuwa na hisia mbaya na wananchi. Wanachotakiwa kujiuliza, wananchi wanahoji nini? Wewe ukisikia vijana wanasema Disemba 9 usipambane na maandamano, pambana na agenda zao. Kwani usikutane nao kujadili? Unaogopa nini? Vijana wanataka uwajibikaji. Kwa nini usianze uwajibikaji kuona nini ufanye kwenye kile wanachokilalamikia? Unajua tatizo dogo tu kabisa. Yaani methodology tunazotumia ku address this very trivial political matter ndizo zina escalate kila mambo. Yaani baada ya watu kufanya vitu kwa uweledi. Okay, huyu anasema Mwabukusi, nitakuja kukupiga kesho sababu 1 2 3. Kwa nini nipambane kumsubiri aje anipige kesho kwa katika cha kunieleza sababu za mimi kunipiga? Kwa nini sitafute namna ya kukaa naye na kuzungumza naye? That's what I'm talking. Kwa hiyo tunajaribu kuzungumza kwamba waache witch hunting, kufikiri nani aliyesababisha matatizo haya na hasira kwa vijana ni viongozi.
na serikali kwa kutowasikiliza, kunyima forum za kuwasikiliza, tume ya uchaguzi kuharibu uchaguzi na kufanya mambo wanavyojua, ofisi ya msajili kuacha kusajili vyama na kutoa nafasi kwa vijana kuwa na vyama vyao wanavyovipenda au kuwa na wingi wa vyama, kuwapa vijana vyama vya ukweli. Nazungumza sio vyama hivi ambavyo leo vinaenda vinapewa shilingi 2-3 ili vifanye siasa. Nazungumzia vyama vya kweli vya siasa. Kwa hiyo kimsingi mimi nadhani kuna nirudie tu pale kwamba hapa tulipo sipo. Tunahitaji ukweli, haki na upatanishi. Taifa lilivimba, saizi limepasuka. Tusipo kitibu sawa sawa hichi kidonda, kinakwenda kutuletea donda ndugu. Na tukifikia stage hiyo tumekwisha ndugu. Kwa hiyo tumeharibu, tumeanguka, tukubali ukweli, tumefanya vitendo vya aibu vya kulitukanisha taifa na utukufu tulioulinda kwa zaidi ya miaka 60. Tuone namna ya kuanza upya kwa ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa sababu Waswahili wanasema kuteleza sio kuanguka. Asante.